Katika jioni ya leo najua muda umekwenda, lakini nitatumia dakika chache sana kukusogeza karibu na msalaba wa Kristo, na baada ya hapo tutaingia kwenye maombi ya pekee katika jioni ya leo. Lakini kabla ya neno hili ninakualika tuweze kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth uliye hai, sasa nipe maneno ya kuzungumza na watoto wako. Binadamu wangu ukashuke na usiwepo kabisa, bali Kristo ukawe pamoja nami kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Nimeomba na kuamini katika jina la Yesu, amen. Jioni leo nimekuja na rafiki yangu anaitwa Wilson. Mpale ulipopunga tu mkono rafiki yangu. Huwa yeye hajabahatika kuwa Mwadventista msabato, lakini anapenda sana kazi ya Bwana. Haleluya. Na siku moja anasema atamani kuhubiri kama vile nahubiri. Kwa hiyo ni rafiki yangu wa siku nyingi sana. Kwa hiyo leo alikuwa kwenye majukumu yake mahali fulani, nikamwambia leo tutakwenda kwa nguvu kama tai. Haleluya. Kwa hiyo karibu sana Wilson, na Bwana akupe kibali zaidi. Jioni leo tunaangalia somo linalosema thamani ya ukimya wa Mungu. Kwa nini jioni ya leo tuangalie somo kama hilo? Jana tulizungumza Mungu ambaye ni muumbaji, upendo wa Mungu muumbaji. Tukaangalia kwamba Mungu aliumba na alitengeneza dunia hii, akaumba kila kinachoonekana kwa macho ya damu na nyama, na akaumba ambavyo hatuvioni kwa uwezo wetu wa macho, kwa sababu tunajua ziko sayari nyingi na malimwengu mengi ambayo Mungu ameumba. Huyu Mungu ana upendo sana kwa mwanadamu. Lakini leo tunaangalia thamani ya ukimya wa Mungu maishani. Thamani ya ukimya wa Mungu. Na mwisho wa somo hili kuna jambo ambalo nitalipendekeza kwako, na tutalifanyia kazi mwisho wa mikutano hii, kwa sababu ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Kuna wakati fulani unaweza ukawa kwenye maombi ukiombea jambo fulani. Sijui ni aina gani ya vitu ambavyo una kawaida ya kuviombea mara kwa mara. Lakini kuna muda unaomba, lakini unahisi kama Mungu amenyamaza na hasikii na wala haoni maombi yako. Na hapa ndipo kuna kundi kubwa la watu wanaokata tamaa. Kuna watu wengi sana wanasema, mbona nimeomba sana juu ya hili swala, lakini Mungu amenyamaza kimya. Kuna wakati mwingine unaweza ukawa unaombea uchumba wako. Unajua kuna watu wana vipawa vya kuombea uchumba. Yaani kuna mtu yuko kwenye uchumba zaidi ya miaka 10 na bado anauombea huo uchumba, na bado anaamini kabisa ni uchumba. Ngoja nikwambie kitu. Kuna wakati unaweza ukaomba kwa muda mrefu sana, nafika mahali unasema, naona kama Mungu mimi ameniacha na hayuko na mimi kabisa. Labda unaomba juu ya kazi. Umeomba sana juu ya kupata kazi, Mungu amenyamaza kimya. Kuna muda unaomba juu ya watoto wako, lakini unapoomba ni kana kwamba unaona kuna ukimya usiouelewa. Katika jioni leo nataka nikufundishe kitu kikubwa ambacho ndani yake kina ushindi unapoomba kwa imani. Kuna watu fulani waliwahi kuomba kwenye Biblia, waliwahi kuomba, na jioni leo nataka tuangalie kisa kimoja ambacho kimetajwa katika Injili ya Yohana sura ya 11. Tutaanza katika ule mstari wa kwanza. Kuna mambo machache sana nataka tujifunze hapa, namna ambavyo hawa watu wa Mungu walitamani Yesu atende jambo kwa wakati walioutaka, lakini Mungu akaonekana kuwa kimya. Biblia inasema, basi mtu mmoja alikuwa hawezi, Lazaro wa Bethania, mwenyeji wa mji wa Mariamu na Martha dada yake. Ndiye Mariam yule aliyempaka Bwana marhamu, akamfuta miguu yake kwa nywele zake, ambaye Lazaro ndugu yake alikuwa hawezi. Basi wale maumbu wakatuma ujumbe kwake wakisema, Bwana, yeye umpendaye hawezi. Biblia inasema Lazaro alipoumwa, akiwa katika hali ya kuugua, Martha na Mariam walijua urafiki wa Yesu na Lazaro. Walijua kwamba
Yesu rafiki yake mkubwa ni Lazaro. Kwa kitu ambacho hawa wapendwa waliamini kwamba Yesu akipata taarifa za ugonjwa wa Lazaro atakuja kwa haraka. Ilikuwa imani yao, kwa sababu Yesu alimpenda Lazaro sana, na walitegemea kwamba Yesu atakuja mbio kwa ajili ya kumponya Lazaro rafiki yake. Lakini kitu kilichowashangaza, Yesu alipopata taarifa alikaa kimya, hakwenda. Unajua hata sisi katika maisha yetu ya kawaida, unajua aina ya marafiki ulio nao ambao ukipata shida wanakuijia kwa haraka. Kuna mtu unajua tu nikimpigia simu moja anakuja kwa haraka. Mimi najua nikimpigia na kumwambia na shida na changamoto hii, ndani ya dakika chache amekuja. Na kama hajaja, lazima atafanya kitu kuonyesha upendo au kujali. Lakini kitu kilichotokea cha ajabu sana, Yesu akanyamaza kimya. Hakwenda nyumbani kwa Lazaro, akakaa kimya. Kwa kina Martha wanasubiri. Siku ya kwanza Yesu hajatokea. Siku ya pili Yesu hajatokea. Siku ya tatu Yesu hajatokea. Ndivyo ambavyo wengi tuna shauku, kwa sababu unajua unampenda Mungu na yeye ameahidi anakupenda, amesema kwenye neno lake kwamba anakupenda. Wengi tunategemea tukiomba masaa hayo tunategemea Mungu ajibu kwa wakati, kwa sababu anatupenda. Lakini unashangaa unaombea jambo muda mrefu sana na Mungu bado yuko kimya. Na jana tuliona kwamba huyu Mungu ana upendo, na upendo wake unamjali mwanadamu. Aliumba kila kitu kwa ajili ya mwanadamu. Lakini swala msingi, kwa nini hajaja kwa wakati nyumbani kwa Lazaro? Kwa nini hajaja? Sasa sikiliza nikutafakarisha, hii itakusaidia. Kuna wakati kuwa rafiki na Yesu ni kuyahatarisha maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo naomba uiweke kichwani. Watu wengi wanajua kwamba ukishampokea Yesu shida zote zimeisha. Kuna waimbaji fulani waliwahi kuimba wimbo fulani, kwa Yesu ni nini? Ni tambarare. Shetani akipita ni mateke, alafu anaenda mbali. Wakati mwingine kuwa rafiki wa Yesu unaweza kupitia magumu, kwa sababu ukiwa rafiki wa Yesu umekuwa adui wa dunia. Bwana asifiwe. Unaelewa hizo hesabu vizuri? Hebu jaribu kufikiria mapito waliopitia wanafunzi wa Yesu, kina Petro. Ni maisha ambayo kwa macho ya damu na nyama hayavumiliki, lakini kwa sababu walimjua wanayemwamini walivumilia, na wanalo tumaini siku ile ya mwisho. Sasa Lazaro akaendelea kuumwa, ikafika mahali Lazaro akalala usingizi wa mauti. Tena ule mstari wa 5 Biblia inasema, na Yesu alimpenda Martha na umbu lake na Lazaro. Kwa ni familia ambayo Yesu alikuwa anawapenda. Katika ule mstari wa 5 alikuwa anaipenda sana hii familia. Lakini swala msingi, kwa nini Yesu hajaja kwa wakati nyumbani kwa Lazaro? Kwa nini hajaja? Jambo la kwanza, Yesu alitaka kumtumia Lazaro kama ubao wa kuandika matendo makuu ya Mungu kwa Wayahudi walioshindwa kumwamini Yesu katika maisha yake hapa duniani. Yesu alifanya miujiza mingi, lakini bado Wayahudi, Yesu alipofufua mtu, Wayahudi walisema huyo alikuwa hajafa, alikuwa amezimia. Alipotenda muujiza, Wayahudi waliona kwamba ni kitu cha kawaida sana. Hawakuchukulia uzito wa matendo ya imani ambayo Yesu alitenda hapa duniani. Kwa sababu Lazaro ni rafiki wa Yesu, Yesu akasema, kwa sababu Lazaro ni rafiki yangu, haijalishi, nitamwacha aumwe, nitamwacha afe, alafu mimi ndio nitakwenda nyumbani kwao. Bwana Yesu asifiwe. Manake ni nini? Ziko nyakati katika maisha Mungu anaruhusu mambo yako yapite katika magumu. Sio kwamba hakupendi, zingatia. Mungu anaruhusu biashara zako au jambo lolote life, sio kwamba hakupendi,
lakini akikusudia katika hayo yote, akikusudia jina la Bwana litukuzwe katika maisha yako. Mungu anasubiria wakati watu wote wamesema huwezi kuolewa. Huwezi kuolewa. Binti ataolewa na nani huyu? Tunamjua vizuri. Kanisa zima tunamjua. Mtaa mzima tunamjua. Kwanza sasa hivi ana miaka 45. Nani atamuoa? Nani atashughulika naye? Ule muda ambao watu wamekukatia tamaa, Mungu analeta jamaa fulani mwenye heshima zake. Alafu anasema huyu ndiye mke wangu. Bwana Yesu asifiwe. Alafu sasa jinsi Yesu anajua kulipa mema, wale waliosema huolewi, hao ndio watakuwa mbele kwenye kamati za harusi. Ndio watakuwa mbele kwenye kamati za harusi. Kutana na binti mmoja alisumbuka sana. Akiwa anasali pale Temeke miaka hiyo. Na alikuwa anampenda Mungu sana. Kwa hiyo vijana wote ambao walikuwa wanafanya nao kazi ya Mungu wanaolewa. Mwaka huu harusi ya fulani, mwaka kesho harusi ya fulani, miaka inaenda harusi zinatokea. Yeye bado yuko pale pale. Unajua Mungu alikuja kumtendea muujiza. Alimletea mwanamume wa heshima na akapata ndoa yenye heshima. Wakati mwingine kuna saa Mungu anakutumia kama ubao, lakini nyuma ya magumu unayopitia, Bwana anataka kuinua uumbaji wake ndani yako, na utakapoinuliwa utakwenda ukiwa na nguvu, kwa sababu utasema shuhuda ambazo Bwana amekutendea. Yesu anafika nyumbani kwa kina Lazaro. Kina Martha wanamuona, wanamwambia Yesu, kama ungelikuwepo hapa, Lazaro hangelikufa. Yesu anawaambia, sikiliza, lakini najua Lazaro anaweza kuamka. Wakasema, ndio tunajua, siku ile ya mwisho Lazaro atafufuka. Yesu alizungumzia ufufuo wakati ule, lakini kina Martha wanawaza ufufuo ule wa siku za mwisho, maana hawajawahi kuona aliyekufa na kuoza anafufuka na kuwa hai tena. Hawajawahi kuona. Kuna wakati Mungu anaruhusu mambo yako yafe kabisa, pale ambapo kila mtu hakuelewi, pale ambapo hakuna anayekuomba ushauri, pale ambapo kila anayekuona anaona unamsumbua. Bwana anaruhusu hali hiyo itokee ili baadaye ajitokeze kama Mwokozi anayeweza kuokoa, anayeweza kubadilisha historia. Na jana niliwaambia, Mungu wetu anaumba kutoka kwenye sifuri, anaumba mahali pasipo na kitu na kupafanya pawe sehemu yenye heshima na tumaini tena. Usiogope. Mikutano hii inalenga kukuambia usiogope. Unapotazama maisha yako, unapoitazama ndoa yako, unapotazama biashara yako, unapotazama kile ambacho Bwana amekupa kinapita kwenye magumu. Kuna watu wamekwisha achia unabii juu ya maisha yako, lakini mimi ninakuambia masaa haya usiogope. Kuna wakati Mungu anaruhusu vitu vyako vife kabisa, ndio anakuja kutenda kile kitu ambacho kitaleta heshima na utukufu kwake. Yesu akawauliza, mmemweka wapi? Wakamwambia, Yesu, njoo utazame. Kisoma kisa hiki. Njoo angalia. Lazaro ameshazikwa, ameshakaa kaburini siku 3. Jiwe kubwa limewekwa juu ya kaburi. Wanadamu wameshaweka signature kwamba hataamka tena mpaka ile siku ya mwisho. Watu wameshalia, wamechoka. Yesu anakuja anasema, mmemweka wapi? Mmemweka wapi? Ina maana familia kina Lazaro imekwisha amini kwamba Lazaro amepotea, hayupo tena. Yesu anauliza, mmemweka wapi? Ndio, kuna ule muda ambapo unasema siwezi kupata uzao tena. Yesu anasema katika jioni ya leo, yasiyowezekana kwa mwanadamu kwa Mungu yanawezekana. Si unajua yule mwanamke ambaye alimtunza mtumishi wa Mungu Elisha nyumbani kwake, akamjengea chumba kidogo ukutani kina Elisha na Gehazi, wakamwambia, mama sikiliza, mwakani utapata uzao. Yule mama alikuwa ni mzee. Yule mama akasema, jambo hili halijawahi kuwezekana, itawezekanaje nizae tena uzeeni? Wakamwambia, sikia, tunamjua Mungu, hata kama ile kawaida ya mwanamke imekoma,
usijali. Hata kama mume wako ni mzee sana, usijali. Mwakani utapata mtoto. Nami katika jioni ya leo nataka nizungumze na vitu vyako vilivyokufa kwenye maisha yako. Bado Bwana anaweza kuvifufua tena. Nazungumza na biashara ambayo umeshaikatia tamaa. Ukiangalia unaona ni mifupa mikavu. Ukiangalia biashara yako huoni tumaini. Ukiangalia familia yako huoni tumaini. Ukimwangalia mwanamume haeleweki. Ukimwangalia mwanamke haeleweki. Katikati ya changamoto na dhoruba, sikiliza, Yesu akiinua mikono yake juu, dhoruba kwenye ndoa yako imekoma. Kwa sababu neno la Mungu lina kawaida ya kuumba amani na ushindi. Amani na ushindi mahali palipo na dhoruba. Ndio maana mara nyingi ninapenda kuambia watu, usimcheke mtu anapopita kwenye pito fulani kwenye maisha. Kwa sababu hatua moja mbele, Yesu anaweza kusema nyuma ageuka, maisha yule mtu yakabadilika na ukashindwa kuzungumza naye. Yesu ana deal na vilivyokufa, vilivyooza, ili aviinue tena, kuvirudishia heshima, kuvirudishia utukufu. Katika mwaka wa 2025 nafahamu kuna mambo yako mengi yamekufa. Kuna biashara zako hazijaenda ulivyokusudia. Kuna malengo yako hujayatimiza vizuri. Mimi ninazo habari njema. Mwaka unaokuja ni mwaka wa kumiliki baraka maishani mwako. Usishughulike na yaliyokufa mwaka huu. Usishughulike na yaliyokuumiza mwaka huu. Usishughulike na yaliyoleta kilio maishani mwako mwaka huu. Amini tu kwamba Yesu anakwenda kukurudishia vilivyo bora zaidi. Yesu alipofika, alimkuta amekwisha kuwamo kaburini yapata siku 3. Na Bethania ilikuwa karibu na Yerusalemu kadiri ya maili 2 hivi. Na watu wengi katika Wayahudi walikuwa wamekuja kwa Martha na Mariamu ili kumfariji kwa habari ya ndugu zao. Basi Martha aliposikia kwamba Yesu anakuja, alikwenda kumlaki. Mariamu alikuwa akiketi nyumbani, kaenda kumlaki. Yesu alipofika kwenye kaburi la Lazaro, katika ule mstari wa 28, Biblia inasema, naye alipokwisha kusema hayo, alikwenda zake akamuita umbu lake faragani, akasema, mwalimu yupo anakuita. Naye aliposikia aliondoka upesi akamwendea. Na Yesu alikuwa hajafika ndani ya kijiji, lakini alikuwa angalipo pale pale alipomlaki Martha. Basi wale Wayahudi walipomwona Mariamu walimfariji. Walipomwona jinsi alivyoondoka upesi, walimfuata, huku akidhani ya kuwa anakwenda kaburini ili alie. Kwa hiyo Wayahudi wakamfuata. Katika mstari wa 35, Yesu alipoliona kaburi la Lazaro akalia machozi. Wayahudi wakaanza umbea. Mstari wa 36, basi Wayahudi wakasema, angalieni jinsi alivyompenda. Wayahudi walikuwa wanalia msibani, wanaomboleza. Lakini Yesu alipolia, Wayahudi wakaacha kulia, wakaanza kumjadili Yesu. Nasema, rafiki yangu, ngoja punguza kidogo sauti ya kulia, punguza. Hebu mwangalie, angalia mshikaji pale analia. Kumbe naye kaumia. Wakaanza vikao. Kwani huyu si alimfanya kipofu aone? Hakuweza kumfanya na huyu asife? Nikagundua, unajua si kila anayelia msibani amemaanisha. Unajua nchi zilizoendelea kuna makampuni ya waliaji msibani. Kuna makampuni tu na kodi, wanalia vizuri kuliko hata aliyefiwa. Lia vizuri. Na ukikuta wako kazini, wao wanahesabu tu masaa, hela inaingia mfukoni. Wao wanalia kuliko wewe. Kwani yako makampuni kabisa katika mataifa yaliyoendelea, labda huna ndugu katika maeneo hayo, unawalipa pesa yako nzuri, wakija hakuna shida. Hata usipolia, hiyo kazi wanaiweza. Hawalii kutoka moyoni, wanalia wakihesabu masaa ya kulipwa mshahara. Ndio maana napenda kuambia watu kwamba anayekupenda kwa dhati ni Yesu peke yake. Yesu ana deal na wewe ukiwa hai. Ana deal na wewe ukiwa umekufa. Anakumbuka hata utakapozikwa. Msikilizaji na mtazamaji wangu mahali popote ulipo, hebu geuka, muangalie Yesu. Angalia Yesu. Yeye ndiye mshauri wa kweli. Yeye anayajali sana maisha yako. Anajali sana maisha yako. Anajali sana maisha yako. Mungu anashughulika na shida zetu. Ukiona Mungu amenyamaza kwamba hakuwazi, anakuwazia mema. Mungu anakuwazia mema katika hali zozote zile. Napoelekea mwishoni katika usiku huu, nataka nikukumbushe kitu kimoja. Beba shida zako. Ndio maana kuna maboksi haya maombi. Zipeleke miguuni pa mwalimu mzuri
ambaye ni Yesu. Kuna wakati mwingine mwambia Yesu, sikia, mimi siyawezi haya kwa akili zangu, nimealeta miguuni pako, shughulika nayo. Macho yako ya rohoni yanapaswa kuona kuliko macho yako ya mwilini. Yaani macho yako ya rohoni yanapaswa kuiona kesho yako yenye baraka. Usijinenee kushindwa, usijinenee mauti, usijinenee yasiyostahili. Nena, jione kwamba ni wa thamani. Usitake kuwa kama fulani, kuwa wewe, kwa sababu kuna vitu Mungu ameweka ndani yako mtu mwingine hana. Sasa muombe Mungu akusaidie thamani yako iinuke. Na hata kama kuna watu wanaokuvunja moyo, hata kama kuna watu wanakuona huna akili, jiambie nina akili kwa jina la Yesu. Na hapa ndipo napenda sana kuwakumbusha wazazi, hata ukiona mtoto wako amefeli, mwambie mwanangu, wewe una akili sana. Amekuja na 0 lakini mtamkie mema. Mwambie una akili, tumia vizuri akili zako. Tumia vizuri akili zako. Tumia vizuri uwezo wako. Nena mema. Kinywa chako kinene mema. Hata kama kuna vitu vimekufa, bado nena mema kwa jina la Yesu. Nena mema. Mungu anaweza kukurudishia kilichopotea. Tunazo shuhuda nyingi za matendo makuu Mungu amewarudishia watumishi wake walivyopoteza. Na katika usiku wa leo ninatamani vilivyokufa maishani mwako vikawe hai tena. Vikawe hai tena. Na kama unaamini vinaenda kuwa hai katika jioni ya leo, maombi yatakapofanyika, amini kwamba vyako vitafufuka pia. Kwa jina la Yesu natamka familia yako ikafufuke. Hata kama ilikuwa imekufa na kuparagajika, Yesu akairudishe. Mungu akafufue biashara yako. Mungu akafufue uwekezaji uliokufa. Mungu akupe watu sahihi. Mwaka 2026 usiwe mwaka wa taabu tena. Mwaka ujao ukaende kwa mbio ukiwa na nguvu kama tai. Tai hachoki haraka. Usichoke. Songa mbele ukiangalia msalaba wa Yesu. Yesu alipoliona kaburi la Yesu, la Lazaro, alipoona kaburi la Lazaro, akamwambia, Baba, nakushukuru kwa kuwa siku zote wanisikia. Pale Yesu anachoomba sio ili Lazaro afufuke. Yesu anachoomba ni mioyo ya Wayahudi igeuke na kumtazama yeye aliyekuja kumfia mwanadamu na kumwokoa mwanadamu aliyeanguka kwenye dhambi. Kwa sababu baada ya Adam kuanguka kwenye dhambi, Yesu alikuwa tayari kuja kumkomboa mwanadamu. Alikuwa tayari. Kwa hiyo kinachomuumiza si Lazaro amekufa. Jambo ambalo majibu yake unayo haliwezi likakusumbua. Kilichokuwa kinamsumbua, je, Wayahudi ni hata lini mioyo yao itakuwa migumu? Hata lini? Yesu angeenda haraka kwa kina Lazaro, wangesema Lazaro alizimia huyo. Lakini Yesu alisubiri Lazaro afe, aoze, aharibike kabisa, ndipo Yesu aende kumfufua na kumwamsha tena. Katika jioni ya leo, kuna mambo ambayo yamekufa. Yesu alisubiri yaoze, ndipo aje kuyarudisha tena. Katika masaa haya nataka nikwambie kitu kimoja. Imani yako inaweza kukutengeneza kuwa bora zaidi mwaka ujao kuliko ilivyokuwa sasa. Imani. Namna unavyojichukulia, namna unavyojiambia, namna unavyonena na utu wako wa ndani, namna unavyozungumza. Sikiliza, mume wako, mke wako, kazi yako, watoto wako, biashara yako, sehemu yoyote, nena ushindi kwa ajili ya kile kitu ambacho Bwana amekupa. Nena ushindi kwa ajili ya hivyo. Nazo shuhuda, Mungu anarudisha vilivyopotea. Yesu akamwambia, Lazaro anaweza kufufuka, lakini changamoto ni jiwe. Jiwe. Yesu akasema, liondoeni jiwe. Kuna changamoto hapa, lakini kabla hajaamka, ondoa jiwe. Kazi ya kuondoa jiwe si ya Yesu. Kazi ya kuondoa jiwe ni ya kina Martha na Mariamu. Iko miujiza ambayo Yesu anataka kutenda, lakini akitutazama anakuta kuna kajiwe fulani kako pale. Ukiliondoa jiwe, Yesu akitamka inakuwa. Jiulize katika usiku huu, jiwe lako ni nini? Jiwe lako ni lipi? Ukiondoa tu hilo jiwe, Yesu anatenda. Je, ni uongo?
Unajua kuna watu ni waongo mpaka wanajijua ni waongo. Ni waongo mpaka wana vyeti. Yaani yeye mwenyewe hata kuna muda hata yeye mwenyewe anaweza akajidanganya. Yaani yeye binafsi anaweza akaamua kujidanganya mwenyewe. Je, changamoto yako ni nini? Jiwe ambalo liko mbele yako liondoe. Ondoa hilo jiwe. Yesu anawaambia nataka Lazaro aamke, lakini kabla ya Lazaro kuamka, ondoeni kwanza hili jiwe. Kazi ya kuondoa mawe ili Yesu afufue ni ya kwetu. Jiwe la kutokuamini. Jiwe la kunena mabaya. Natamani tu hata kufa, bora nisingezaliwa. Kuna watu wengi sana wanapenda hiyo misamiati. Bora nisingezaa. Watoto wangu wananisumbua sana. Wakati mwingine nasema, "Wa nini nilimzaa?" Sikiliza. Hata kama unamuona mtoto wako ni tatizo, usione tatizo ndani ya mtoto wako, bali ona mtoto wako ana kipawa Mungu amempa, ndio maana shetani ana deal naye. Unajua watoto wengi wenye karama shetani anawashughulika nao sana. Watoto ambao wana vipawa darasani, shetani anashughulika nao sana. Wenye akili darasani anawatafuta. Unajua darasani kuna watoto wengine wanasoma na wengine hawasomi. Unakuta asiyesoma anafaulu lakini anayesoma anafeli. Kwa hiyo kuna watu wengine ambao wao wanatumia akili walizoachiwa na bibi zao kutwist akili za wenzao na wanawafanyia mtihani tu. Sikiliza mzazi, sikiliza rafiki yangu ulioko hapa. Mwaka kesho mtoto wako anaenda kuwa furaha kwako na si huzuni tena kwa jina la Yesu. Anaenda kuwa furaha kwako. Atakubali. Watumishi wa Mungu waliokuja hapa wote watatamka baraka kwa ajili yako. Baraka kwa ajili yako. Napoelekea kumalizia jioni ya leo, nataka niseme kitu kimoja. Yesu akamuita Lazaro. Akasema, "Lazaro, njoo huku nje." Kwenye hii sura huoni Yesu akifanya maombi ili Lazaro aamke. Ila unamuona Yesu akiamrisha Lazaro kutoka nje. Biblia inasema akatoka nje aliyekufa, amefungwa sanda na leso usoni mwake. Akatoka nje. Neno tu alilosema Yesu lilitosha kumtoa Lazaro kutoka kaburini na akatoka nje. Katika jioni ya leo, kule sehemu ambapo akili yako imefungwa ili usiweze kubuni vitu vya msingi, ili usiweze kufanya mambo ya msingi, Yesu akuite utoke katika giza hilo na kuja nuruni. Bwana akuonyeshe jinsi ambavyo unafaa kuwa. Bwana aibariki mikono yako. Bwana abariki mawazo yako. Mungu aumbe akili mpya ndani yako. Mungu aumbe moyo wa kumpenda. Ndio kumpenda Mungu nako ni faida kubwa sana. Sasa katika mikutano hii tutakwenda kufufua kila kilichokufa kwa jina la Yesu. Uchumi wako utaenda kuwa hai. Ndio maana kuna maboksi, andika. Kuna mahali unadai fedha zako. Mchungaji ameshatufundisha. Amesema wewe andika tu nilipe na weka kwenye hilo box. Utalipwa kwa jina la Yesu. Amenikumbusha mbali sana. Kwa nahubiri sehemu fulani siku 10 za maombi. Mtu mmoja akanifuata akaniambia anadai fedha nyingi sana. Kwa hiyo akaniambia, "Mwinjilisti, hapa nifanyeje nilipwe fedha zangu?" Nikamwambia ni rahisi sana. Tumkabidhi Bwana haja ya moyo wako. Yule baba akaniambia, "Kwa sababu fedha hiyo ni nyingi, naomba niitolee sadaka." Akatoa sadaka, kaweka kwenye boksi kwenye maombi ya siku 10. Kaweka kwenye boksi, tukaombea ile sadaka. Baadaye nikamwambia, "Bwana akakutendea sawasawa na hitaji la moyo wako." Kabla siku 10 hazijaisha, nikiwa nimekaa sehemu fulani napigwa upepo, napunga upepo. Unajua kuna saa watumishi wa Mungu pia tunahitaji kupigwa upepo kidogo, unakaa mahali ka upepo kanakupiga. Sio kila saa tu unakemea. Unajua sometimes tunakemea, tunaomba mpaka tunasahau kwamba tunapaswa pia kupumzika wakati mwingine. Hata sehemu tu yenye hali ya hewa nzuri. Bwana asifiwe. Sio anasa pia. Haleluya. Kwa hiyo niko sehemu, akanipigia simu. "Habari Mgase?" Nikamwambia ni nzuri. "Uko wapi?" Nikamtajia location iliyokuepo. Akaniambia, "Njoo sasa hivi. Njoo sehemu fulani." Alikuwa na ofisi yake mahali. Akaniambia, "Unajua nini kimetokea?" Nikamwambia sijui. Akaniambia, "Yule ninayemdai amenipa cheki yenye 3 ya deni." Sikuamini. Nilipeleka benki. Nilipopeleka benki, nikaona pesa imehama imekuja kwenye akaunti yangu. Nikamshukuru Mungu. Na mimi nikaona nikuletee hela ya soda. Bwana asifiwe. Kumbe tu hela ya soda. By the way,
Sisi watumishi wa Mungu huwa hatuombi. Bwana asifiwe. Kwa akajiongeza akanipa hela ya soda. Ni hela ilikuwa inatosha mahitaji makubwa, afu ni ya soda. Kumbe soda, gharama ya soda inategemea na aliyekupa hiyo soda, inategemea uwezo wake. Sio kila soda inauzwa 1000, nyingine zinauzwa mpaka 2,000,000. Bwana asifiwe. Inategemea tu kiwango cha aliyekupa hiyo soda kikoje. Inaweza kuuzwa 700, inaweza kuuzwa 1000, inaweza kuuzwa 100,000, 1,000,000, inategemea kiwango cha mnunuzi wa hiyo soda. Kwa kiwango cha soda unayopewa inategemea aliyekupa. Nikamwambia sikiliza, na hiyo iliyobaki Bwana atairudisha. Nataka nimalize kwa kusema hivi. Tunaye baba yetu asiyeshindwa jambo lolote. Hajawahi kushindwa. Historia yake haijawahi kufutika. Na kwa sababu hiyo natamka rasmi, katika kanisa hili yalifanyika mahubiri na likazaliwa kundi zuri sana. Zuri sana. Zuri sana. Na hili kundi wanasali mahali ambapo niliambiwa ni shuleni, pastor. Pia ni shuleni. Wanasali shuleni. Na ni kundi la hapa kanisani. Mimi nimezungumza na mchungaji, aliponieleza inaitwa kundi la soga. Wangapi wanalijua mpunga mkono? Sasa haiwezekani wale mliowazaa kwenye utume wa injili wasali shuleni. Tutakuwa na bahasha maalum sana ambazo tutazigawa hapa kanisani. Tutaziombea. Tunataka tunapomaliza mwaka huu lile kundi liwe na kiwanja kwa ajili ya Bwana. Wangapi mnaamini inawezekana? Punga mkono. Nataka nizungumze na wanaoamini. Bwana wabariki. Sasa hizo bahasha zitaombewa na wachungaji walioko hapa siku itakapofika. Alafu siku hiyo nitawaambia cha kufanya. Na rafiki yangu ananiambiaga ataniambia cha kufanya. Siku hiyo nitawaambia cha kufanya. Msiogope. Haleluya. Bwana wa majeshi ataenda kuwabariki sana. Nataka nimalize kwa kusema Bwana akafufue imani yako. Ilikuwa imekufa mahali fulani, si ndio? Bwana ifufue. Bwana afufue uchumi wako. Bwana afufue. Bwana aumbe afya yako. Bwana aumbe kazi yako. Bwana aumbe shamba lako lizae mazao bora zaidi. Bwana aruhusu chochote unachohitaji ukakipate, kwa sababu yeye ni Mungu wako, anayekupenda, anayekuwazia mema. Amekuumba. Tuliangalia jana aliumba kwa siku 6, ya 7 akapumzika. Tupia kuangalia hiyo siku ya 7 ni ipi. Lakini aliumba kwa siku 6 zote akapumzika. Hawezi kushindwa kuumba maisha yako. Hawezi kushindwa kuumba ndoa yako. Hawezi kushindwa kuumba kazi yako. Hawezi kushindwa kuumba furaha moyoni mwako. Bwana akubariki na kukuheshimisha sana. Katika siku ya kesho tutakuwa na somo zuri sana ambalo najua litakufanya uzidi kuona upendo wa Mungu katika maisha yako. Na kualika, simama rafiki yangu pale ulipo. Simama tu pale ulipo. Simama kwa haraka. Simama kwa haraka. Na unaposimama, wakati mchungaji wetu aliyetufundisha kurejea madhabahuni anapokuja hapa kuturejesha madhabahuni, mshike tena jirani yako mkono. Mshike jirani yako mkono vizuri kama tulivyofanya jana. Angalia jirani yako kwa tabasamu. Usimwangalie kama unataka kupigana naye. Muangalie kwa tabasamu. Muulize, rafiki yangu umebatizwa? Kama nikwambia bado, njoo naye hapa. Njoo naye hapa. Njoo. Haraka sana. Wakati mchungaji anakuja kuomba, njoo naye hapa. Njoo naye. Sio kwamba leo tunaenda kukubatiza, hapana, lakini toa maisha yako kwa Yesu. Maana muda ni mchache. Muda ni mchache sana. Njoo rafiki yangu, njoo. Piga hatua, sogea. Wala usiogope. Usiogope jambo lolote. Njoo. Njoo hapa mbele. Usiogope. Usiogope. Kina dada, Mungu awabariki sana kule nyuma. Naona watu wanashauriana 2 watatu pale, lakini wewe usiogope. Njoo tu dada. Sogea tu. Sogea tu rafiki. Njoo hapa tukuombee. Sogea. Sogea tu, wala usijali. Usijali. Barikiwe sana. Wewe unajijua kabisa hujabatizwa, njoo hapa mbele. Lakini mtu mwingine anasema, ombi la mchungaji siku ya leo, ombi la pasta analokwenda kuomba usiku huu, anapohitimisha mkutano huu, ombi analotamka, nimepona. Una hiyo imani? Sizungumzi na anayebahatisha, ninazungumza na anayeamini kwamba jioni ya leo linalotamkwa nimepona. Njoo hapa mbele. Kama uko kule mtandaoni, sogea hapa kwa imani. Moyo wako uwe hapa. Akili zako zifikirie hapa. Ukitazama kutoka popote, fikiria hapa.
Piga hatua, sogea mbele. Tazama, wewe ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote usiloliweza? Je, kuna neno usiloliweza? Je, kuna neno gumu lolote usiloliweza? Ndugu mtazamaji, mahali popote ulipo, Bwana akubariki sana kwa kutenga muda wako kutufuatilia kutoka hapa Kongoe. Bwana akajibu maombi yako. Bwana akajibu hitaji lako. Mungu akakupe furaha. Mungu akakupe ushindi na tumaini zaidi. Mtumishi wa Mungu anapoenda kuomba, tegemea na wewe utakwenda kujibiwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Karibu pastor kwa kutuongoza kwa maombi usiku huu. Sogea karibu hapa, sogea. Kabla sijaomba, inawezekana na wewe una jambo limekufa kwenye maisha yako. Unatamani jioni ya leo lifufuke. Sisi hatujui unaombea nini, ila Mungu anajua ni jambo gani limekufa kwenye maisha yako. Hebu litaje dakika moja, alafu tuingie kwenye maombi. Baba, sina msaada ila kwako pekee. Kama kwangu ungefichwa, nifanyeje Baba? Sasa hivi naamini Yesu alikufa, alimwaga damu yake nitoke dhambini. Naamini mwana wako. Imba kama ndilo ombi lako. Ongeza sauti kidogo. Nijazie mahitaji katika saa hii. Katika saa hii. Sasa hivi naamini. Paza sauti yako sasa. Naamini Yesu alikufa, alimwaga damu yake nitoke dhambini. Ni furaha gani kwangu? Raha kukuona uso, kuona uso, nijue sauti yake, jue nipate neema. Sasa hivi naamini. Sasa hivi naamini Yesu alikufa, alimwaga damu yake
nitoke dhambi. Kila jicho sasa lifungwe, alafu fundi mitambo naomba uniongezee sauti kidogo. Kila jicho lifungwe sasa tunapokwenda kuomba. Baba, jioni ya leo tumelisikia neno lako ya kwamba lina nguvu ya kufufua mambo yaliyokufa. Jioni ya leo tumetiwa moyo ya kwamba yasiyowezekana kwa wanadamu kwako yanawezekana. Jioni ya leo tumetiwa moyo tena ya kwamba wanadamu wanapoishia ndipo wewe Mungu unapoanzia. Madaktari wakisema haiwezekani, unasema inawezekana. Wanadamu wakisema njia zimefunga, wewe unasema una njia mamilioni ya kumkomboa mwanadamu. Kama ulimfufua Lazaro, hata yale mambo yetu yaliyokufa jioni ya leo yanakwenda kufufuka kwa jina la Yesu. Kuna watu wako hapa biashara zao zimekufa. Jioni ya leo tunaziamuru zifufuke kwa jina la Yesu. Kuna watu wako hapa ndoa zao zimekufa. Kazi zao zimekufa. Wana magonjwa, wana pressure, wana kansa, wana sukari, wana uvimbe. Wameambiwa haya magonjwa wanasubiria kufa, hawawezi kupona. Yesu unayeleta matumaini, leta tena matumaini. Kila ugonjwa uliokushikilia uteketee sasa kwa jina la Yesu aliye hai. Kuna watu wako hapa kila wakifanywa operation uvimbe unarudi, unajirudia. Leo uvimbe bye bye, hakuna uvimbe tena. Kuna watu wako hapa wanatafuta watoto hawapati, wametumia madawa ya kichina imeshindikana, mitishamba imeshindikana. Wamesikia habari zako wewe Yesu unayefufua. Jioni ya leo umba tena, mwakani majira kama haya watoto tukalitukuze jina lako. Wako watu wanatafuta ajira, wapatie ajira. Kuna watu hapa wana mikosi, kila wakilima hawavuni. Baba, mwaka kesho kama tulivyoambiwa watavuna kwa jina la Yesu aliye hai. Kuna watu wako hapa hawaolewi, hawaoi, wamebaki wanasema hatuwezi kufanikiwa. Sisi tuna mikosi, tulitamkiwa hatuwezi kuolewa. Tunatamka kwa jina la Yesu wataolewa. Ikiwa wako watu hapa waliotamkiwa laana, jioni ya leo tunazifuta na kutamka baraka. Biashara zako zikabarikiwe, mashamba yako yakabarikiwe, mifugo yako ikabarikiwe, kazi zako zikabarikiwe. Kama unasema amina, kama unaamini sema amina. Kila utakachokigusa kuanzia sasa na kabarikiwe, na yale mambo yako yaliyokuwa yamekufa yakafufuka kwa jina. Inawezekana kuna mtu yuko hapa yuko kwenye kifungo cha muda mrefu, akilala usiku anaota ndoto za kukimbizwa. Yuko kwenye kifungo fulani, sasa akafunguliwe. Baba, natamka kufunguliwa. Malaika wafanye operation. Kila ugonjwa uliokushikilia sasa ukaachie. Kila vita inayoshikilia ikaishie. Kila changamoto ilikuwa imekuzongazonga ikatoe. Utoke hapa ukalisifu jina la Bwana. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikakufunike tangu sasa hadi Yesu atakapokuja. Na wale waliojitoa kwa ubatizo tangu sasa wabatize kwa maji na kwa Roho kwa jina la Yesu. Amina.